Kila mwaka ifikapo tarehe 28 Aprili, dunia huadhimisha siku ya usalama na afya kazini duniani, OSH Day. Chimbuko la maadhimisho haya linatokana na uamuzi wa Umoja wa Vyama Huru vya Wafanyakazi Duniani mwaka 1996 wa kuenzi kumbukumbu za wahanga wa ajali na magonjwa ya kazini kwa kuandaa kampeni za uhamasishaji duniani kote kwa tarehe hii. Maadhimisho haya yanatukumbusha umuhimu wa kulinda ustawi wa wafanyakazi na kuzuia hatari zinazoweza kuathiri afya na usalama wao wakiwa kazini. Kwa upande wa Zanzibar, kwa mwaka 2026 tutaadhimisha siku ya OSH tarehe 28 mwezi wa 4 2026 kwa kufanyika kongamano la OSH katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil kwa juu mkoa wa Mjini Magharibi. Mgeni rasmi katika kongamano hilo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Jumla ya mada mbili zitawasilishwa katika kongamano hilo. Mada ya kwanza itahusu haki za msingi za wafanyakazi kwa mujibu wa mikataba na sheria za nchi kutoka Shirikisho la Vyama Huru vya Wafanyakazi Zanzibar, yani ZATU. Mada ya pili itahusu hali ya usalama na afya katika sehemu za kazi Zanzibar kutoka idara ya OSH Zanzibar. Kongamano hilo limetanguliwa na utoaji wa elimu ya usalama na afya kazini katika taasisi binafsi na serikali zikiwemo viwanda, taasisi za elimu ya juu na maeneo ya ujenzi. Kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 ni mazingira bora ya kazi kisaikolojia na kijamii, njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Ndugu wananchi, kauli mbiu hii inaweka mkazo katika umuhimu wa kushughulikia hatari za kisaikolojia katika sehemu za kazi. Mfanyakazi mwenye afya njema ya akili na anayehisi kuthaminiwa hufanya kazi kwa bidii, ufanisi na ubunifu zaidi. Hivyo kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha mbinu shirikishi na mikakati madhubuti ya kuimarisha afya ya akili kwa wafanyakazi ili kuongeza ustawi na tija kazini. Ndugu wananchi, moja ya changamoto kubwa katika maeneo ya kazi ni msongo wa mawazo, yani stress at workplace. Tafiti zinaonyesha kuwa takriban 61% ya wafanyakazi duniani hukumbwa na changamoto hii, hali inayopunguza tija ya kuchangia migogoro kazini. Ni muhimu kutambua kuwa ustawi wa mfanyakazi ni msingi wa mafanikio ya taasisi yoyote. Katika juhudi ya kuimarisha ustawi huo, Wizara ya Kazi na Uwekezaji kupitia Idara ya Usalama na Afya Kazini imepanga kutekeleza yafuatayo sambamba na kauli mbiu ya mwaka 2026. Kwanza, kubadilisha Idara ya Usalama na Afya Kazini kuwa wakala ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa masuala ya usalama na afya kazini. Pili, kutoa mafunzo kuhusu mazingira salama na yenye afya kazini. Tatu, kuweka sera na kanuni zinazohimiza mawasiliano ya wazi pamoja na msaada wa kisaikolojia mahala pa kazi. Na nne, kuhakikisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Ndugu wananchi, napenda kutoa wito kwa makundi mbalimbali kama ifuatavyo. Kwa wafanyakazi, mjali afya zenu kwa kufanya mazoezi, kupumzika vya kutosha na kushirikisha changamoto zenu za kazi na viongozi au wataalamu wa ushauri nasaha. Pili, kwa waajiri, tengenezeni mazingira salama yanayolinda afya ya akili. Toeni msaada wa kisaikolojia na epukeni ratiba zinazozalisha shinikizo kupita kiasi. Na tatu, kwa jamii kwa jumla, tambueni kuwa afya ya akili ni suala linaloathiri jamii nzima, hivyo tushirikiane kulidhibiti. Hitimisho, katika kuadhimisha siku hii tunakumbushwa kuwa usalama wa afya kazini si hiari, bali ni haki ya msingi ya kila mfanyakazi. Kuwekeza katika afya ya akili kazini ni hatua muhimu ya kulinda utu wa mfanyakazi, kuongeza tija na kujenga jamii yenye nguvu na ustawi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.